ripoti ya ukaguzi wa mashirika ya umma, ripoti ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo, ripoti ya ukaguzi wa ufanisi, ripoti ya ukaguzi wa mifumo ya tehama, ripoti za ufuatiliaji wa mapendekezo yaliyotolewa katika ripoti ya ukaguzi wa ufanisi kwa miaka iliyopita, na pia ripoti 14 za ukaguzi wa ufanisi zinazohusu sekta mbalimbali. Ndugu wanahabari, mwenendo wa hati za ukaguzi kwa mwaka wa fedha unaoishia 2019/2020 imetoa jumla ya hati 900 za ukaguzi, ikiwa ni hati 243 za serikali kuu, 185 mamlaka ya serikali za mitaa, hati 165 mashirika ya umma, hati 290 miradi ya maendeleo na hati 17 za vyama vya siasa. Kati ya hati hizo, hati zinazoridhisha ni 800 sawa na 89%. Hati zenye shaka ni 81 sawa na 9%. Hati mbaya ni 10 sawa na 1%. Na nitoa hati 9 za kushindwa kutoa maoni sawa na 1%, kama inavyoonekana kwenye jedwali. Katika mwaka wa fedha 2019/2020 nilishindwa kukagua balozi na misheni 43 kutokana na kushindwa kusafiri kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19. Aidha, sikukamilisha ukaguzi wa mashirika ya umma 11 kwa sababu hayakuwasilisha taarifa za hesabu wakati wa ukaguzi. Mengine yaliwasilisha tulivyokagua, tukawaambia wafanye marekebisho, wameenda wamefanya marekebisho, lakini hawajaleta taarifa hizo. Lakini tulifanikiwa kukagua mifumo yao ya udhibiti wa ndani. Mashirika ambayo sikuweza kutolea maoni ya ukaguzi ni Hospitali ya Taifa Muhimbili, Kampuni ya Mbolea Tanzania, Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya, Mfuko ya UTT AMIS, Kampuni ya Magazeti ya Serikali, Shirika la Posta Tanzania, Shirika la Reli Tanzania, Kampuni ya Simu Tanzania, Shirika la Umeme Tanzania, Soko la Bidhaa Tanzania na Taasisi ya Mifupa Muhimbili. Nitoa wito kwa management, bodi za wakurugenzi na maafisa masuhuli wa taasisi hizo hapo juu kuhakikisha wanatimiza matakwa ya kikatiba na kisheria kwa kuhakikisha kwamba wanawasilisha hesabu kila mwaka kwa ajili ya kutolewa maoni ya ukaguzi. Pia wale ambao hutakiwa kufanya marekebisho ya hesabu ili kuhakikisha wanazingatia viwango vya kimataifa vya kutengeneza hesabu, wanarekebisha hesabu hizo kisha wazilete ndani ya muda ili niweze kutoa hati na kutimiza matakwa ya ibara ya 143 ibara ndogo ya pili C ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Badala ya kutoziwasilisha kwa kuogopa au kuona kwamba watapata hati wasizozipenda. Sababu tunaambia mfanye marekebisho, wanaenda hawaleti hesabu mpaka muda wa kumaliza ukaguzi unaisha, kwa maana mwisho wa kuwasilisha ripoti. Kwa hiyo ni muhimu wahakikishe kwamba wanafanya marekebisho na kuwasilisha taarifa hizo niweze kuzitolea maoni. Ndugu wanahabari, kwa mwaka huu nimetoa hati mbaya kwa taasisi zifuatazo: Halmashauri ya Wilaya ya Shinyanga, Halmashauri ya Singida, Halmashauri ya Wilaya ya Itigi, Halmashauri ya Wilaya ya Igunga, Wilaya ya Sikonge, Wilaya ya Urambo, Wilaya ya Momba, Manispaa ya Tabora, Tume ya UNESCO, Hospitali ya Rufaa Morogoro. Hizo ni hati mbaya. Lakini pia nimetoa hati zenye mashaka kwa taasisi 81. Hati hizo zina mashaka taasisi 81. Katika hili niseme serikali kuu wanajitahidi kwa sababu vitabu vyao wanatengeneza kutoka kwenye mifumo. Lakini serikali za mitaa mfumo wao hautoi vitabu, wanatoa nje ya mfumo. Na vitabu vyao kusema kweli haviko vizuri. Nitoa wito kwa serikali watoe mafunzo kwa wahasibu wa serikali za mitaa ili waweze kutengeneza vitabu kulingana na matakwa ya standard za kimataifa. Tumechukua mfumo wa IPSAS, ni muhimu wakazingatia mfumo huo katika kutengeneza vitabu. Vitabu vyao sio vizuri. Unakuta mtu anapachika figa ili kubalansisha vitabu, kitu ambacho si sahihi. Tukimwambia rekebisha, akirekebisha anaharibu tena. Kwa hiyo vitabu tunakuwa tunarudia kurekebisha mpaka mwisho tunamaliza ukaguzi, vitabu havijakaa vizuri. Kwa hiyo wito wangu wazingatie hilo ili waweze kutengeneza vitabu vizuri kwa manufaa ya nchi, kwa sababu kutengeneza vitabu vikaeleza kitu ambacho umekifanya ndio accountability yenyewe hiyo. Kwa hiyo ni muhimu halmashauri, hasa halmashauri, ukiangalia serikali, hati nyingi ambazo za mashaka ni za serikali za mitaa, na tumefanya kazi kubwa sana kuwasaidia. Na kazi ya mkaguzi ni kukagua, sio kutengeneza hesabu. Kwa hiyo jitahidi, manake mwaka kesho tena tukuta hali ni mbaya, hati zinaweza zikaongezeka, hati ambazo za mashaka au hati mbaya. Kwa jitahidi, na nimeshaongea na uongozi wa wizara TAMISEMI kwamba tukutane na wakurugenzi, ofisi yangu ikutane na wakurugenzi, wahasibu
na watunza hazina pamoja na wakaguzi wa ndani ili kuweza kuongelea swala hili. Haliko vizuri. Tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa kwa miaka iliyopita. Katika ukaguzi wangu mwaka huu nilifanya tathmini ya utekelezaji wa maendeleo ya mapendekezo ambayo nilitoa miaka ya nyuma. Kati ya mapendekezo 8440 yaliyotolewa miaka iliyopita, mapendekezo 2610 sawa na 80% yametekelezwa kikamilifu. Mapendekezo 2662 sawa na 30% utekelezaji wake unaendelea. Aidha, mapendekezo 2292 sawa na 26% utekelezaji wake haujaanza. Mapendekezo 751 sawa na 9% yamerudiwa. Mapendekezo 426 sawa na 5% yamepitwa na wakati. Hilo utaona kwenye jedwali jinsi ambavyo mapendekezo haya tuliyotoa, mengine yametekelezwa, mengine hajatekelezwa kwenye ukaguzi. Na ukaguzi wa ufanisi pia kuna mapendekezo ambayo yaliyotekelezwa kikamilifu ni 14 kati ya mapendekezo yaliyotekelezwa kikamilifu ni 9 kati ya mapendekezo 63 niliyotoa. Yaliyotekelezwa kiasi ni 38 kati ya mapendekezo 63. Yasiyotekelezwa kabisa ni 15. Yaliyopitwa na wakati pendekezo moja. Kwa hiyo kwa ujumla utekelezaji wa mapendekezo niliyotoa hauridhishi, ikizingatiwa kuwa ni 14% tu ya mapendekezo ya serikali ya upande wa serikali za mitaa, upande wa ukaguzi wa ufanisi ambayo mapendekezo yote yaliyotolewa yametekelezwa kikamilifu. Hivyo jitihada zinahitajika, na kwenye serikali na serikali za mitaa na serikali kuu ni 30% tu yaliyotekelezwa kikamilifu. Napenda nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maelekezo yake aliyotoa siku na kabidhi ripoti kwamba wahusika watekeleze mapendekezo ambayo nimekuwa nikiyatoa. Utekelezaji wa mapendekezo na ushauri unaotoa utasaidia kuimarisha mifumo ya udhibiti wa ndani na hivyo kuongeza mapato na kupunguza matumizi ya serikali, kwani hoja zingine zimekuwa zikijirudia kwa kuwa husika wanaacha tu kutekeleza mapendekezo na ushauri ninaotoa. Sasa nije kwenye matokeo ya ukaguzi wa mwaka wa fedha 2019-2020. Ndugu wanahabari, naomba sasa niwape matokeo ya ukaguzi uliofanywa kwa mwaka ulioishia tarehe 30 Juni 2020. Matokeo ya ukaguzi wa serikali kuu. Mwenendo wa deni la taifa na deni la serikali. Deni la serikali hadi kufikia tarehe 30 Juni 2020 lilikuwa shilingi trilioni 56.76, ambapo deni la ndani lilikuwa shilingi trilioni 15.52 na deni la nje ni shilingi trilioni 41.24, ikiwa ni ongezeko la shilingi trilioni 3.65 sawa na 7% ikilinganishwa na deni la shilingi trilioni 53.11 iliyoripotiwa mwaka wa fedha wa 2018-19. Ongezeko hilo linajumuisha ongezeko la deni la sasa hivi linajumuisha bilioni 652 za deni la ndani na shilingi trilioni 3 za deni la nje. Hadi kufikia Juni, deni hili lilikuwa likihimilika kwa vigezo ambavyo vinaangaliwa, lakini limekuwa likiongezeka kila mwaka. Niingie kwenye mamlaka mapato Tanzania kwa maana TRA. Kwa mwaka wa fedha 2019-2020, mamlaka ya mapato Tanzania ilikusanya shilingi trilioni 17.92 dhidi ya makisio yaliwekwa shilingi trilioni 19.45. Hivyo kuwa na upungufu wa makusanyo kwa shilingi trilioni 1.49 sawa na 8% ya jumla ya makisio ya makusanyo. Mamlaka ya mapato ilikuwa na changamoto mbalimbali katika ukusanyaji wa mapato kama ifuatavyo. Kulikuwa na bidhaa zilizopita kwenda nchi jirani zenye ushuru wa forodha wenye thamani ya shilingi bilioni 5.14 ambazo hazikuthibitishwa kutoka nchini. Lakini pia kulikuwa na mafuta yaliyopitiliza muda wake kwa kukaa nchini ambayo yalipaswa kwenda nchi jirani wenye ushuru wa forodha bilioni 12.14 ambao hukusanywa. Mamlaka ya mapato Tanzania pia ina kodi zinazoshikiliwa na kesi zilizopo katika mamlaka ya rufaa za kodi za shilingi trilioni 360 na dola za Marekani milioni 181. Lakini pia katika mamlaka kuna ucheleweshaji wa utatuzi wa mapingamizi ya kodi ambayo yana thamani ya shilingi bilioni 38.78. Lakini kulikuwa na hiyo ni trilioni 360. Sijakosea. Kulikuwa na kutokusanywa kwa ushuru wa forodha kwa magari na bidhaa za mitambo zilizoingizwa nchini kwa muda ambazo hazijaondolewa baada ya muda kuisha.
Nilibaini magari 936 yaliyoingizwa nchini kwa muda kupitia mipaka ya forodha ya Namanga, Holili, Tarakea, Mtambaswala na Sirari yabaki nchini kwa zaidi ya muda ulioruhusiwa bila uthibitisho wa maombi ya waingizaji hao kuongeza muda. Pia nilibaini bidhaa mitambo zenye thamani ya shilingi bilioni 20.25 na ushuru wa forodha wa shilingi bilioni 1.24 zilizoingizwa kwa muda nchini kupitia mipaka ya Namanga, Kia, Holili na bandari kavu hazijaondolewa baada ya kumalizika kwa muda ulioruhusiwa wala hazijarasimishwa kwa matumizi. Kwa hiyo kodi inatakiwa ikusanywe. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Akaunti ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ilitumika kupitisha malipo batili ya shilingi milioni 261.35. Nilibaini shilingi milioni 261.35 ziliwekwa katika akaunti ya masurufu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika moja ya benki ya biashara kwa vipindi tofauti. Hata hivyo, management ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji haikutambua vyanzo vya fedha hizo na hakuwa na mawasiliano yoyote yaliyofanyika na benki kuhusiana na mapokezi ya fedha hizo. Pia nilibaini kuwa kiasi cha fedha kilichukuliwa na mtunza fedha wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kutoka katika akaunti hiyo kwa vipindi tofauti kwa kutumia nyaraka za fedha za kugushi. Hizi sio fedha za serikali, lakini fedha ambazo zimetumiwa na benki na watumishi wa benki kuingiza kwenye akaunti ya serikali na baadaye zikachukuliwa. Kwa hiyo wasiwasi wetu ni udhibiti wa ndani kwanza wa benki yenyewe na udhibiti wa ndani wa taasisi yetu ya Jeshi la Zimamoto. Pesa zinaingizwa kwenye akaunti alafu baadaye zinachukuliwa bila kuwa na taarifa. Niingie kwenye wakala wa ndege za serikali, Tanzania Government Freight Agency. Nilibaini kuwa TGFA ililipa jumla shilingi bilioni 3.92 mnamo tarehe 14 Februari na tarehe 26 Aprili 2018 ikiwa ni gharama za huduma ya matengenezo makubwa ya ndege aina ya Fokker 28 5HCCM ya mwaka 1978. Hata hivyo, wakati wa ziara yangu kwenye hifadhi ya ndege za serikali Dar es Salaam mnamo tarehe 19 Agosti 2020, nilibaini kuwa ndege hiyo ilikuwa haifanyi kazi na ilikuwa imetelekezwa tangu mwaka 2015. Aidha, niligundua kuwa TGFA iliwasilisha suala hilo Wizara ya Fedha na Mipango ikiomba ifanyike utathmini ya kina juu ya ndege hiyo ili kuweza kuishauri serikali juu ya uamuzi sahihi wa hatua za kuchukua. Hata hivyo, ninaona uamuzi wa kuwekeza fedha za walipa kodi zenye thamani ya shilingi bilioni 3.92 kufanya ukarabati mkubwa wa ndege bila kufanya tathmini ya kina ya gharama na faida haukuwa sahihi na hivyo kusababisha hasara kwa taifa. Wakala wa Huduma za Ufundi wa Umeme Tanzania. Makusanyo ya kivuko ambayo hajapelekwa benki na hayapo kituoni milioni 81,194,650. Hayo ni makusanyo ambayo yalifanyika katika kituo cha kivuko pale ambayo yalikusanywa shilingi bilioni 5.75 ikiwa ni tozo za kivuko kwa kipindi kilichoanzia tarehe 1 Julai 2019 hadi tarehe 30 Juni 2020. Hata hivyo, kati ya fedha hizo zilizokusanywa shilingi bilioni 5.6 ndizo zilizowekwa kwenye akaunti ya benki inayosimamiwa na makao makuu ya TEMESA, ikiacha jumla ya shilingi 81,194,650 ikiwa bado hazijawekwa benki hadi muda wa ukaguzi. Aidha, nilibaini kuwa kiasi hicho cha fedha ambacho hakikuwekwa benki pia hakikuwa kwenye himaya ya kituo. Kwa maoni yangu, fedha hizo ambazo haziwekwa benki kuna uwezekano kwamba zimetumiwa vibaya na kutumiwa kwa shughuli zingine. Lakini pale pia tulikuta mfumo usio madhubuti wa tiketi za kielektroniki katika kituo cha feri cha Magogoni. Nilibaini kuwa TEMESA iliuza jumla ya tiketi milioni 21,447,004 zenye thamani ya shilingi bilioni 5.76. Hata hivyo, ni tiketi milioni 9.12 tu zenye thamani ya shilingi bilioni 3.16 ndizo zilizothibitishwa na mashine, yani kuwa scanned, na kuacha jumla ya tiketi 12,324,314 zenye thamani ya shilingi bilioni 2.60 zikitumika bila kuthibitishwa. Kwa maana unapita pale alafu tiketi haziskandi. Kwa hiyo wasiwasi wetu ni kwamba hizo tiketi zinaweza zikatumika mara mbili na kusababisha upotevu wa mapato ya serikali. Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA, usimamizi usioridhishwa kadi za kutengeneza vitambulisho vya taifa, thamani ya shilingi bilioni 3.399. Mnamo tarehe 31 Aprili 2011, NIDA iliingia mkataba na Iris Corporation Berhad ya Malaysia kwa ununuzi wa bidhaa na vifaa vya kutekeleza mfumo wa kadi za taifa kwa kutumia teknolojia ya kisasa kwa gharama ya dola za Marekani milioni
1,149,956,303. Muda wa mkataba uliisha tokea tarehe 14 Machi 2011, miaka mitatu nyuma, bila kuongezwa muda huo. Ukaguzi wangu wa mkataba huu umebaini kuwa kulikuwa na makubaliano kusambaza kadi ya milioni 25 mpaka kipindi cha ukaguzi, yani Novemba 2020. Nilibaini kwamba msambazaji aliwasilisha kadi 13,735,728 tu. Aidha, uchambuzi wangu ulibaini kwamba kati ya kadi zilizowasilishwa, NIDA imetumia kadi milioni 6,184,015 kutengeneza vitambulisho vya taifa na kubakiza kadi milioni 5,84,257 zikiwa hazijatumika. Hata hivyo, nimebaini kwamba kati ya kadi milioni 5,84,257 zilizobakia ni kadi milioni 4,657,500 tu ndizo zilikuwa zimehifadhiwa kwenye bohari huku kadi 426,757 zenye thamani ya shilingi bilioni 3.399 zikiwa zimeharibika na hazifai kwenye matumizi ya kutengeneza vitambulisho vya taifa. Licha management ya NIDA kueleza kuwa imetuma barua kwenda kwa mkandarasi ili afanye usuluhishi wa kadi zilizoonekana na matatizo kubadilisha na kadi mpya, ni maoni yangu kuwa kuna hatari ya NIDA kupata hasara ikiwa Airlines atashindwa kubadilisha kadi hizo ambazo hazifai kutokana na kukosekana kwa mkataba halali. Mkataba umeshaisha, unamdai lakini mkataba haupo. Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba sikubali kulipa, tukapata hasara shilingi bilioni 3.399. Wakala wa umeme REA, nguzo za umeme zenye kasoro zilizowekwa mkoani Lindi za shilingi bilioni 1.07. Mnamo tarehe 17 Julai 2017 REA iliingia mkataba na kampuni ya State Grid Electric and Technical Work Limited kwa ajili ya kuweka umeme vijijini katika mkoa wa Lindi awamu ya 3 kwa bei ya kandarasi ya shilingi bilioni 20.878 na dola za Marekani milioni 4.79. Muda wa kuisha kwa mkataba ulikuwa tarehe 25 Juni 2020, lakini uliongezwa mpaka Disemba 2020. Kwenye ukaguzi wa mkataba huu nilibaini kuwa mkandarasi aliweka nguzo za umeme 6,541 zenye thamani ya shilingi bilioni 2.9 katika mkoa wa Lindi. Hata hivyo, wakati wa kutembelea mradi huu Oktoba, niliona kwamba kati ya nguzo zilizowekwa, nguzo za umeme 2,612 sawa na 40% zenye thamani ya shilingi milioni 1.065. Mbali na hivyo, kubadilisha nguzo hizo zenye kasoro. Hii ni kinyume cha kifungu cha mkataba kinachomtaka mkandarasi kusahihisha na kubadilisha bidhaa au sehemu ya vifaa ikiwa bidhaa hizo au vifaa hivyo vimeshindwa kufaulu jaribio la ukaguzi. Kwa hiyo ni muhimu akafanya marekebisho, akarekebisha. Tukiacha hivyo tutapata hasara. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali, kutotumiwa kwa fedha zinazotokana na mali zilizotaifishwa na kurejeshwa serikalini. Nilibaini kwamba kuna shilingi bilioni 51,521 kwenye akaunti mbili za mwendesha mashtaka wa serikali ambazo hazijatumika kwa muda mrefu kwa sababu kulikuwa hamna sheria na kanuni za kudhibiti matumizi yatokanayo na mali za kutaifishwa au kurejeshwa serikalini. Ni maoni yangu kuwa wapo kwa fedha zisizotumika kwa sababu ya kukosekana kwa mwongozo ama mfumo wa kisheria kunaweza kusababisha matumizi mabaya ya fedha za umma na ucheleweshaji wa maendeleo ya umma. Kuna sasa masuala ambayo yanahusu idara mbalimbali za serikali. Kuna kutorejeshwa fedha zilizokopwa na wizara shilingi bilioni 4.083. Nilibaini kuwa wizara mbalimbali zilikopa jumla ya shilingi bilioni 4.083 kutoka mifuko maalum mitatu bila kurudisha kiasi hicho kama inavyoonyeshwa hapa kwamba kuna mfuko wa uwezeshaji wa maendeleo ya madini. Wizara ya Madini ilikopa milioni 521 hazijarejeshwa. Katika akaunti ya mfuko wa barabara, TAMISEMI ilikopa bilioni 3.422, fedha hizo hazijarejeshwa. Mfuko wa Taifa wa Maji, Wizara ya Maji ilikopa milioni 119, fedha hizo bado hazijarejeshwa. Ni maoni yangu kwamba kutorudishwa kwa fedha zilizokopa wizara kunaathiri utekelezaji wa shughuli za mifuko maalum. Hivyo fedha hizo zirejeshwe ili kutekeleza shughuli ambazo zimepangwa. Malipo yenye nyaraka pungufu. Katika ukaguzi wangu nimebaini malipo yenye thamani ya shilingi bilioni 13.061 ambayo hayakuwa na nyaraka za kujitosheleza kinyume na kanuni ya
95 kanuni ndogo ya 4 ya kanuni za fedha za umma za mwaka 2001. Nyaraka hizo ambazo hazijitosheleza zimeonyeshwa kwenye jedwali hapa. Kuna idara zimeorodheshwa na thamani yake kwa ujumla ni bilioni 13. Nimeshindwa kupata nyaraka zinajitosheleza. Kwa hiyo ni maoni yangu kwamba kuwa chanzo cha kuwa matumizi ya nyaraka pungufu ni kuwa na mfumo dhaifu wa udhibiti wa maafisa masuhuri kushindwa kuchukua hatua stahiki kwa maafisa wanaosababisha udhaifu huo. Ninaamini kuwa hii inaweza kuwa ishara ya kufanyika kwa matumizi ya udanganyifu na mabaya. Mawanda yangu ya ukaguzi yalizuiwa, hivyo sikuweza kuthibitisha uhalali wa malipo ya shilingi bilioni 13.061 yaliyofanyika. Waheshimiwa wanasema wakati mwingine nyaraka zinakuja kuonekana, lakini wito wangu kwamba wakati tunakagua maafisa masuhuri watoe nyaraka. Matumizi yaliyofanyika nje ya bajeti. Katika ukaguzi wa mwaka huu nilifanya ukaguzi wa usimamizi wa bajeti kwa taasisi mbalimbali na kubaini kuwa malipo yenye thamani ya shilingi bilioni 29,659,851,120.98 yalifanyika nje ya bajeti kinyume na kanuni ya 46 kanuni ndogo ya 3 ya kanuni za fedha za umma kama ilivyorekebishwa. Taasisi ambazo zimefanya matumizi hayo nje ya bajeti ni Taasisi ya Sanaa ya Utamaduni Bagamoyo ambayo ilifanya milioni 153, Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS bilioni 2.054, Shirika la Uzalishaji Mali la Magereza bilioni 2.234, Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori milioni 204, Taasisi ya Uhasibu Tanzania milioni 165, Mfuko wa Taifa wa Maji milioni 110, Wakala wa Barabara Vijijini na Mijini milioni 327, Tume ya Taifa katika Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia elimu, sayansi na utamaduni UNESCO milioni 4, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Mawasiliano milioni 38, Wizara ya Afya milioni 257, Wizara ya Afya ya kwanza ni fungu namba 53, na kuna Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto fungu namba 52, yenyewe ilifanya matumizi ya bilioni 24 nje ya bajeti. Ofisi ya Waziri Mkuu fungu namba 65 ilifanya matumizi ya milioni 50,477 na 500 nje ya bajeti. Sekretariat mkoa wa Songwe ilifanya matumizi ya milioni 33 nje ya bajeti iliyoidhinishwa. Ununuzi uliofanyika nje ya mpango wa mwaka wa ununuzi. Nimebaini kwamba kifungu cha 49 kifungu kidogo cha 3 cha Sheria ya Ununuzi wa Umma mwaka 2011 kinaagiza taasisi ya ununuzi kuzingatia mpango wa ununuzi wa mwaka. Hata hivyo, katika ukaguzi wa wizara, idara na sekretariat za mkoa nilibaini kuwa taasisi 7 zilifanya ununuzi wa vifaa na huduma yenye thamani ya shilingi bilioni 15.129 nje ya mpango wa mwaka wa ununuzi. Kwa kuwa ununuzi huu ulifanyika nje ya mpango wa mwaka wa ununuzi, hali hiyo ilipelekea matumizi ya bajeti ya taasisi nje ya bajeti kwa taasisi husika. Upungufu huu ulitokana na udhaifu kwenye maandalizi ya mpango wa ununuzi na bajeti katika taasisi husika. Wizara hizo na taasisi ziko: Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, kuna Jeshi la Zimamoto, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Tume ya Taifa ya Uchaguzi, Sekretariat mkoa wa Morogoro, Mamlaka ya Mapato Tanzania. Jumla ni bilioni 15,129. Ikilinganishwa na mwaka uliopita, kuna ongezeko la shilingi milioni 11 kwa ununuzi uliofanyika nje, uliofanyika bila kufuata mpango wa ununuzi wa mwaka. Kwani katika mwaka 2018 2019 nilivyoripoti hapa, jumla ya taasisi 7 zilifanya ununuzi wa bidhaa na huduma zenye thamani ya shilingi bilioni 3.605 nje ya mpango wa bajeti, lakini mwaka huu zimefika bilioni 15. Kwa hiyo ni wito wangu kwamba tuzingatie mipango yetu na kufanya matumizi ndani ya bajeti ambayo imepitishwa na Bunge. Matumizi yasiyo na tija milioni 453. Katika ukaguzi wangu nilibaini kuwa wizara mbili zilifanya matumizi kiasi cha shilingi milioni 453,782,820 na senti 35 ambayo hayana tija kama ilivyoonyeshwa kwenye jedwali hapa chini. Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto fungu namba 52 ilifanya matumizi ya milioni 451,155
11,502 ilikuwa ni gharama za kuchelewesha kuondosha mizigo bandarini ambayo ni magari 50 ya wagonjwa na pikipiki 50. Wizara ya Mifugo na Uvuvi ilifanya matumizi ya shilingi milioni 2,627,318 malipo ya adhabu kwa kuchelewa kupeleka makato ya watumishi mfuko wa hifadhi ya jamii. Hizi hazikuwa na sababu yoyote, ni matumizi yasiyokuwa na tija au tunasema negatory expenditure. Naamini kwa matumizi yasiyo na tija kutokana na mfumo wa udhibiti wa matumizi usioridhisha. Bila kuwa na mfumo madhubuti wa udhibiti wa matumizi ya fedha, serikali itaendelea kupata hasara kutokana na matumizi ambayo yangeweza kuepukika. Hati za malipo ambazo hazikuwasilishwa wakati wa ukaguzi bilioni 2.638. Hati za malipo zenye jumla ya shilingi bilioni 2.68 katika taasisi 4 hazikuwasilishwa kwa ajili ya ukaguzi. Hivyo sikuweza kujiridhisha na uhalali wa malipo kwa sababu sikupata hati. Kwa mujibu wa kanuni ya 18, kanuni ndogo ya kwanza F na 2 ya kanuni za fedha za mwaka 2001, malipo ambayo nyaraka zake hazijawasilishwa ni hasara ya fedha na yanapaswa kujumuishwa kwenye taarifa ya hasara za mhasibu mkuu wa serikali. Hati za malipo ambazo zikuwasilishwa kwa ukaguzi. Kwanza, Jeshi la Wananchi wa Tanzania fungu namba 38 bilioni 2.293. Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto fungu namba 52 milioni 95,691,921. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki fungu namba 34 milioni 72,853,524. Tume ya Taifa ya Uchaguzi fungu namba 61 milioni 176,518,715. Jumla inatengeneza bilioni 2.668. Ni maoni yangu kuwa chanzo cha kutowasilisha hati za malipo ni kuwa na mfumo dhaifu wa udhibiti na maafisa masؤuli kushindwa kuchukua hatua stahiki kwa maafisa wanaosababisha udhaifu huo. Naamini kuwa hii inaweza kuwa ishara ya kufanyika kwa matumizi ya udanganyifu. Mawanda yangu ya ukaguzi yalizuiwa, hivyo sikuweza kuthibitisha uhalali wa malipo ambayo sikupata nyaraka zake za malipo, hati za malipo. Mapungufu kwenye uidhinishaji wa malipo bilioni 3.233. Ukaguzi huu pia umebaini kuwa taasisi 7 zilifanya malipo ya jumla shilingi bilioni 3.233 bila hati za malipo husika kuidhinishwa. Kukosekana kwa saini za waidhinishaji wa malipo kwenye hati za malipo kumesababishwa na udhaifu kwenye mifumo ya udhibiti katika uandaaji na uidhinishaji wa hati za malipo. Kuna hatari kwa watumishi wasio waaminifu wanaweza kutumia fursa hii vibaya na kujinufaisha. Taasisi zenye dosari kwenye kuidhinisha malipo ni Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii fungu namba 52 milioni 42,362,000. Tume ya Taifa katika shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia elimu maana ya UNESCO milioni 1,989,440. Msajili wa vyama vya siasa fungu namba 27 milioni 10,89,624. Tume ya Taifa ya Uchaguzi fungu namba 61 milioni 119,200,703. Ofisi ya Waziri Mkuu, ajira walemavu fungu namba 65 bilioni 20,155,000. Sekretariat ya mkoa wa Simiyu milioni 2,270,000. Jeshi la Wananchi wa Tanzania fungu namba 38 bilioni 3,37,229,747. Jumla ni bilioni 3.233 bilioni 3,233,703,014. Ikilinganisha mwaka uliopita, idadi ya taasisi zenye dosari hii imepungua kutoka taasisi 8 hadi 7, wakati kiwango kimeongezeka kutoka shilingi milioni 719,479,937 hadi kufikia bilioni 3,233,703,014 na shilingi 14. Hii inaonyesha management husika zinatakiwa kuboresha mfumo wa udhibiti ili kuhakikisha kuwa malipo yanaidhinishwa ipasavyo. Vifaa na mali zilizolipiwa lakini havikupokelewa shilingi bilioni 6.826. Katika taasisi za serikali kuu nilizozikagua, nilibaini ununuzi wa vifaa na mali zenye thamani ya shilingi bilioni 6.826 zilizoagizwa na kulipwa lakini hazipokelewa. Makubaliano yalibainisha kuwa ununuzi ulipaswa kukamilika kati ya wiki 2 hadi miezi 3, lakini wazabuni walishindwa kutekeleza matokeo ya mikataba. Taasisi zinazohusika na ununuzi uliopelekea ununuzi usiopokelewa ni Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Ununuzi wa magari 9 unaogharimu shilingi bilioni 1. Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ununuzi wa magari 2. Haya yanatoka JIPSA milioni 380. Ofisi ya Waziri Mkuu,
kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu, ununuzi wa magari matano bilioni 1. Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi, utengenezaji wa kanzidata milioni 41. Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Wazee na Jinsia na Watoto, ununuzi wa vifaa vya hospitali bilioni 4,251,751,270. Jumla inakuwa bilioni 6.86. Mapungufu katika uendeshaji wa akaunti ya masurufu bilioni 6.805. Nimekagua shughuli za akaunti ya masurufu kwa taasisi tofauti na kubaini kuwa shilingi bilioni 6.805 zimelipwa kupitia akaunti ya benki ya masurufu kwa ajili ya kazi mbalimbali katika taasisi 5 ndani ya mwaka. Katika kukagua, nilibaini kuwa taasisi zilikuwa hazina daftari la fedha lililotunzwa wala taarifa za usuluhishi wa benki kila mwezi iliyoandaliwa. Ni kinyume na kanuni ya 162 kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za fedha ya umma ya mwaka 2001 ambayo inahitaji bakaya kila akaunti ya benki kama ilivyoonyeshwa katika taarifa za fedha za benki, suluhisho na taarifa za usuluhishi za kibenki na bakaya za kitabu cha fedha angalau kila mwezi. Lakini hakuwa na kitabu cha fedha wala usuluhishi. Wanaenda benki, wanachukua fedha, wanatumia kwenye akaunti ya masurufu. Zinazohusika ni Wizara ya Mambo ya Ndani, Idara ya Magereza bilioni 409, Wizara ya Viwanda na Biashara milioni 232, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia bilioni 3, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa bilioni 2, Wizara ya Madini bilioni 1. Nikisema kuna senti uko mbele mtaziona. Nafanya hivi sababu hali hii huleta ugumu katika kufahamu kweli na usahihi wa miamala ya fedha iliyofanyika na bakaya zilizoripotiwa. Inatoa angalizo katika mapungufu yaliyojitokeza kwenye udhibiti wa ndani kwa taasisi ambayo yanaweza kusababisha makosa, ubadhirifu na matumizi mabaya ya fedha za umma. Kutolipwa kwa madai ya wakandarasi, wahandisi, washauri na watoa huduma shilingi bilioni 783,392. Nilibaini kuwa wakala 4 za serikali zilikuwa na madai ya malipo ya shilingi bilioni 783.39 kutoka kwa wakandarasi, washauri na watoa huduma. TANROADS ilikuwa na deni kubwa lenye thamani ya shilingi bilioni 770,119,541,388.75 kutoka kwa wakandarasi na wahandisi washauri kutokana na kuchelewa kupata fedha za kutekeleza miradi kutoka hazina. Imeorodheshwa hapa chini. TANROADS ina 700 kama nilivyosema, wakala wa majengo bilioni 1, wakala wa usambazaji maji na usafi wa mazingira vijijini maana ya RUWASA una bilioni 12 madai hayo. Wakala barabara za vijijini na mijini TARURA una milioni 125. Kwa jumla inajenga bilioni 783.392 ni madeni ya wakandarasi, watoa huduma na washauri katika hizo taasisi 1, 2, 3, 4. Hizo 4 tu ambazo zina madai, yani watu wanadai madai hayo ya shilingi bilioni 783. Ni maoni yangu kwamba ucheleweshaji wa kulipa madai haya kunaongeza hatari ya kuongezeka kwa gharama za miradi kutokana na riba inayotozwa kwenye malipo yanayochelewa na hivyo kuongeza mzigo wa gharama kwa walipa kodi wa nchi hii. Nije tozo ya riba kwa ucheleweshaji wa malipo ya kandarasi bilioni 14.985. Naamini Mheshimiwa Rais msikia juzi akiliongelea swala hili. Nilibaini miradi inayotekelezwa maeneo mbalimbali nchini ilikuwa na tozo ya riba ya kiasi cha shilingi bilioni 14.985 kama adhabu ya kuchelewesha kulipa hati za madai ya wakandarasi kwa maana IPCs kinyume na masharti ya mikataba. Yameorodheshwa hapa: mradi wa maendeleo ya reli Tanzania bilioni 2, mradi wa ujenzi wa barabara ya kimataifa Arusha Taveta Holili bilioni 1.8, mradi wa uboreshaji usafiri wa mjini Dar es Salaam milioni 666, programu ya kusaidia sekta ya usafiri kwa maana TSSP bilioni 3.466, ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha Mwanza Dar es Salaam Kutupora una bilioni 2.983, mabasi yaendayo haraka kandarasi mshauri kipande cha kwanza milioni 54, mabasi yaendayo haraka kipande cha kwanza mkandarasi milioni 30, mabasi yaendayo haraka mkandarasi kipande cha pili milioni 49, mabasi yaendayo haraka kipande cha pili mshauri ni milioni 9, mradi wa kimataifa wa kuunganisha nishati
wa Kenya na Tanzania milioni 132, mradi wa upanuzi wa barabara ya Morogoro Kimara Kibaha milioni 304, mradi wa ujenzi wa miundombinu ya mabasi yaendayo haraka milioni 143, mradi wa usambazaji maji Same Mwanga Korogwe bilioni 3. Hizi ni fedha ambazo ni malipo ambayo angeweza kuepukika kama tungelipa kwa wakati. Kwa hiyo kwetu sisi haya ni malipo pia yasiyo na tija, na pesa zingine zinakuwa ni fedha za wafadhili ambao zipo, lakini serikali ina mlolongo mrefu wa kufanya malipo, na hii hata wafadhili hawezi kulipa, inakuwa ni ineligible expenditure ambayo sasa inabidi itoke kwenye mfuko wa serikali. Kwa hiyo ni vema wakajitahidi kufanya haraka ili kuepuka haya malipo ambayo hayana tija, yanaongeza bure gharama za miradi. Bilioni 14 ni pesa nyingi sana, ni bilioni 15 almost, ambazo zinaongeza kufanya mambo mengine, kununua madawati, kujenga madarasa na hospitali, lakini zinalipwa tu kwa watu kwa sababu ya kuchelewesha tu malipo. Mheshimiwa Rais juzi ameiongelea hili, nadhani ametoa maelekezo. Tunafurahi kusikia ametoa maelekezo kusio na ucheleweshaji tena. Hii ni move nzuri. Ndugu wanahabari, lakini fanya kaguzi maalum kwenye taasisi za serikali kuu. Fanya kaguzi maalum kwenye taasisi za serikali kuu, serikali za mitaa na mashirika ya umma. Serikali kuu ifanye ukaguzi wakala wa huduma za ufundi na umeme Tanzania. Kuna hasara kutokana na kugushi kodi ya zuio shilingi bilioni 709. Milioni 709, $152,607. Wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA ilipeleka hundi 429 zilizofungwa kwenye zenye thamani ya shilingi bilioni 1,894,988,144 kwa ajili ya malipo mbalimbali kwenye mojawapo ya benki ya kibiashara. Kati ya hundi zilizowasilishwa, hundi zenye jumla ya shilingi bilioni 169,249,601 zilikuwa kwa ajili ya malipo ya kodi ya zuio kwenda kwa kamishna wa kodi za ndani ya mamlaka ya mapato Tanzania. Wakati wa ukaguzi huu, benki hiyo iliwasilisha hundi 368 za TEMESA zenye jumla ya shilingi bilioni 1,746,186,740 kati ya hundi ambazo nilizihitaji za hundi 429. Benki hiyo haikuwasilisha hundi 61 zenye thamani ya shilingi milioni 148 kwa kuwa ilishindwa kuzipata. Baada ya kuzipitia hundi zilizowasilishwa, nilibaini kuwa hundi 142 zilizofungwa crossed zilikuwa zimefungwa kwamba account pay only zenye thamani ya shilingi milioni 709 zilizowasilishwa kwa ajili ya kumlipa kamishna zilibadilishwa na kuwa hundi za wazi open check na kulipwa kama fedha taslimu ambazo milioni 585,531,414 zilipwa kwa mtunza fedha wa TEMESA na shilingi milioni 61,98,037 zilipwa kwa kampuni mbili na shilingi milioni 61,632,155 zilipwa kwa watu wengine watatu. TEMESA ilithibitisha haikuwa na mahusiano yoyote ya kibiashara na kampuni hizo ambazo zilipwa pamoja na watu hao waliolipwa. Katika uchunguzi wangu nilibaini kuwa ubadhirifu huu ulifanywa kwa ushirikiano mkubwa baina ya wafanyakazi wa benki hiyo na baadhi ya maafisa wakala wa ufundi na umeme. Mtunza fedha wa TEMESA hakuandaa namba za utambuzi wa malipo ya kodi ili kutambua malipo ya kodi ya zuio. Mtunza fedha wa TEMESA alikuwa akigushi saini za watoa fedha na benki hiyo ilikuwa haifanyi uhakiki wa saini ili kuthibitisha uhalisia wa saini za uidhinishaji wa TEMESA waliopo kwenye taarifa za benki. Katika mahojiano, maafisa wa benki hiyo walieleza kuwa walikuwa wakiwasiliana moja kwa moja na watia saini aliyethibitisha kuwa mtunza fedha huyo aliruhusiwa kuchukua fedha taslimu kwa kutumia hundi zilizofungwa. Tunaamini kwamba hii si kweli, huu ni uongo. Lakini pia nilifanya ukaguzi Wizara ya Maliasili na Utalii, ukaguzi maalum. Nilibaini kuwa shilingi bilioni 6.875 zililipwa kutoka kwenye mfuko wa tozo ya maendeleo ya utalii bila idhini ya afisa masuhuri, kinyume na kanuni ya fedha. Pamoja na haya, nilibaini matumizi ya jumla ya shilingi bilioni 16,363,000
yalifanyika bila kuwa na hati za malipo. Pia yalibainika matumizi mengine ya jumla ya shilingi bilioni 11,157,000 ambayo hayakuwa bilioni 11,157,000 ambayo hayakuwa na nyaraka toshelezi. Hali kadhalika shilingi milioni 89 zilitumiwa na makumbusho ya taifa kwa matumizi yasiyoendana na shughuli za utalii. Huu ni mfuko wa tozo ya utalii. Mheshimiwa, nadhani na uelewa. Pia ukaguzi wangu ulibaini kuwa kiasi cha shilingi milioni 500 kililipwa na shirika la hifadhi la taifa moja kwa moja kwa bodi ya utalii ya taifa bila kupitia kwenye akaunti ya tozo ya maendeleo ya utalii. Hii ni kinyume na kanuni ya 9 kanuni ndogo ya kwanza na 2 ya kanuni za tozo ya maendeleo ya utalii za mwaka 2013. Aidha, nilibaini kuwa hadi kipindi cha ukaguzi kamati ya ushauri ya mfuko haikuwa imeundwa. Mapungufu haya yanaonyesha kuwa akaunti ya tozo hizo haikusimamiwa ipasavyo na mkurugenzi wa utalii na mhasibu, ambapo alitoa fedha bila idhini ya kamati ya ushauri na afisa masuli wa wizara kufahamishwa. Kwa maoni yangu, mkurugenzi wa utalii na mhasibu waliokuwa wanahusika na usimamizi wa mfuko wa makusanyo ya tozo za maendeleo ya utalii walitumia vibaya fedha za tozo za utalii jumla shilingi bilioni 34 laki milioni 985 kinyume na kanuni za tozo za maendeleo ya utalii za mwaka 2015. Mapungufu katika uanzishwaji wa uendeshaji wa tamasha la urithi. Katika ukaguzi wangu wa tamasha la urithi, ili kukuza utalii na urithi wa kitaifa, niliambiwa kuwa kamati iliyoundwa iliidhinisha bajeti ya shilingi bilioni 1.65 kwa ajili ya utekelezaji Hata hivyo bajeti hiyo haikuwa bilioni 1.6, bilioni 1,600,000 kwa ajili ya utekelezaji wa hafla hiyo. Hata hivyo bajeti hiyo haikuwasilishwa kwangu kwa ajili ya ukaguzi. Kupitia ukaguzi wangu nilibaini kuwa hakukuwa na mpango wa utekelezaji wa tamasha la utalii. Kutokana na kukosekana kwa mpango wa utekelezaji ulioidhinishwa, nilibaini kuwa Wizara ya Maliasili na Utalii iliomba wakala zake 4, TANAPA, TFS, NCCA kwa maana Ngorongoro na TAWA kuchangia jumla shilingi bilioni 1, ambapo kila moja ilitakiwa kuchangia milioni 250 ambazo hazikuwa kwenye bajeti zao ili kuwezesha kufanyika kwa tamasha hilo. Ili kuongeza bajeti hiyo, Wizara ya Maliasili na Utalii ilichangia shilingi milioni 299 na mfuko wa tozo wa maendeleo ya utalii ulichangia shilingi milioni 270. Jumla ya shilingi bilioni 1.57 zilipatikana ili kufanikisha utekelezaji wa tamasha hilo, ambapo fedha zote hizi hazikuwa kwenye bajeti ya wizara wala taasisi husika. Wakati wa utekelezaji nilibaini kuwa kituo cha television cha Clouds na shirika la utangazaji la taifa TBC walilipwa jumla ya shilingi milioni 629.7 na shilingi milioni 201.4 mtawalia, kwa maana Clouds walilipwa milioni 629.70 na shirika la utangazaji walilipwa milioni 201.46 kwa ajili ya kuonesha matangazo ya tamasha la urithi. Hata hivyo, hakukuwa na risiti za kielektroniki zilizotolewa kuthibitisha kupokelewa kwa malipo hayo na hao waliolipwa. Aidha, kodi ya zuio ya shilingi milioni 31 na shilingi milioni 10 kutoka kituo cha television cha Clouds na shirika la utangazaji wa taifa mtawalia haikukatwa katika malipo yaliyofanyika. Wizara ya kutimiza wajibu wake wa kukata hizo kodi ya zuio. Vile vile sikupewa ushahidi unaonyesha kuwa manunuzi ya huduma za matangazo kutoka shirika la utangazaji wa taifa na kituo cha television yalipatikana kwa njia ya ushindani ulio sawa. Pia nilibaini kuwa jumla shilingi milioni 487.26 zilipelekwa kwenye taasisi 7 kwa ajili ya utekelezaji wa tamasha la urithi. Hata hivyo, hakukuwa na nyaraka zilizowasilishwa kwa ajili ya ukaguzi kuthibitisha matumizi hayo. Kadhalika nilibaini matumizi ya shilingi milioni 585.52 yaliyolipwa na mhasibu wa mfuko wa tozo wa maendeleo ya utalii bila kuwa na nyaraka toshelezi. Hivyo nilishindwa kuthibitisha uhalali na usahihi wa malipo hayo. Aidha, nilibaini Wizara ya Maliasili na Utalii ilipa shilingi milioni 140 kwa kampuni ya Wasafi kwa ajili ya wasanii ambao wangetangaza utalii wa ndani katika mikoa 6: Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Moshi, Iringa na Dodoma. Hata hivyo, hakukuwa na mkataba wowote uliosainiwa kati ya kampuni ya Wasafi na Wizara ya Maliasili na Utalii.
hivyo sikuweza kuhakiki wigo wa kazi pamoja na huduma zilizotolewa na kampuni ya Wasafi. Pia kulikuwa na maagizo ya Waziri wa Maliasili na Utalii yakielekeza malipo kwa kampuni ya Wasafi. Katika mahojiano, waziri alikiri kuwa kampuni ya Wasafi iliomba zabuni ya kutangaza tamasha hilo kwenye mikoa iliyotajwa na kutoa maagizo kufanyika malipo hayo. Ni maoni yangu kuwa kiasi cha shilingi milioni 140 kilicholipwa kwa kampuni ya Wasafi kufuatia maelekezo hayo hakiendani na sheria za matumizi ya fedha za umma. Mamlaka ya Hifadhi ya Taifa TANAPA na Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro zilifadhili tamasha la upandaji wa mlima Kilimanjaro bila kuwepo kwenye bajeti, ikiwa ni shilingi milioni 171,998,045. Mnamo tarehe 28 Septemba, Waziri wa Maliasili na Utalii alizindua shindano lililoitwa Kigwangala Kill Challenge la mwaka 2019 ambalo lililenga kuhamasisha watu kupanda mlima Kilimanjaro. Shindano hilo lilitumia jumla shilingi milioni 172 zilizotolewa na Mamlaka ya Hifadhi Ngorongoro ikitoa shilingi milioni 114 na TANAPA ikitoa milioni 57 bila kuwa katika bajeti zao za mwaka wa fedha. Pia nilibaini kuwa Waziri wa Maliasili na Utalii kupitia katibu wake alielekeza TANAPA na Ngorongoro na TANAPA kufadhili shindano hilo. Fedha iliyotolewa na TANAPA ililipwa kwa kampuni ya utalii ya Asante Tours and Safaris, yaani shilingi milioni 57,998,045 kwa ajili ya gharama za malazi ya wapanda mlima. Hata hivyo, hakukuwa na ushahidi ulioonyesha kuwa kampuni ya Asante Tours and Safaris ilipewa kazi hiyo kwa njia ya ushindani. Pia hakukuwa na mkataba wa kazi uliowasilishwa kwangu kwa ajili ya ukaguzi. Ni maoni yangu kuwa maagizo yaliyotolewa na waziri kupitia katibu wake yalikiuka sheria za fedha za umma na kanuni za maadili ya utumishi wa umma. Maagizo haya yalisababisha TANAPA na NCCA kutumia shilingi milioni 172 nje ya bajeti iliyoidhinishwa. Ufadhili wa shindano hili umepunguza utekelezaji wa shughuli za TANAPA na NCCA ambazo zilikuwa zimetengwa kwenye bajeti kwa maslahi ya umma. Matumizi ya ofisi ya waziri kugharimiwa na Mamlaka ya Hifadhi Ngorongoro ni katika ukaguzi maalum huo wa Wizara ya Maliasili na Utalii. Nilibaini kuwa kaimu katibu wa waziri wa Maliasili na Utalii alitoa maagizo kwa Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro na Wakala wa Huduma za Misitu kulipia matumizi ya ofisi ya waziri shilingi milioni 92.3 na shilingi milioni 55.93 kwa niaba ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Yaani NCCA walitoa milioni 62 na TFS walitoa milioni 55.93. Taasisi hizo hazikuwa na bajeti ya malipo hayo na ukaguzi ya shughuli za taasisi hizo kutekelezwa wala mipango yake kwa sababu ya kutumia fedha nje ya bajeti kwa kuhudumia wizara. Ni vyema wizara zikawa zinatenga pesa zake baada ya kutegemea taasisi zao, kwa sababu pesa hizi zinatakiwa zitengwe kwenye bajeti. Kutoa maagizo kwamba kutumia pesa nje ya bajeti na kwenda kiuka matumizi ya fedha za umma. Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi, wanahabari mfanye ukaguzi maalum ndani ya Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi na kubaini mapungufu yafuatayo. Fedha kwa ajili ya upangaji wa ardhi zilizotumika kinyume na malengo kwa milioni 69.04. Ukaguzi wangu ulibaini kuwa Tume ya Taifa ya Mipango ya Ardhi Matumizi ya Ardhi ilifadhili matumizi ya mkutano wa bodi ya wakurugenzi kwa gharama ya shilingi milioni 69 kutoka kwenye fedha zilizotolewa na ofisi ya Makamu wa Rais ili kutekeleza shughuli za upangaji wa matumizi ya ardhi katika wilaya ya Nyasa, Mbinga, Ludewa, Makete na Kyela. Shughuli za upangaji wa matumizi ya ardhi katika wilaya zilizotajwa hazikufanyika hadi wakati wa ukaguzi wangu kwa sababu pesa zilitumika kugharamia vikao vya bodi. Mapungufu yaliyoibuliwa kwenye usimamizi wa mradi wa bomba la mafuta ghafi Afrika Mashariki. Wakati wa utekelezaji wa mipango ya ardhi inayohusiana na mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki, nilibaini kuwa mmoja wa maafisa wa Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi alitumia jumla ya shilingi milioni 5,30,000 ambazo zilikuwa kwenye bajeti. Pia milioni 5,580,000 zilitumika zaidi ya bajeti iliyoidhinishwa na mmoja wa maafisa bila idhini ya mkurugenzi mkuu. Pia nilibaini kuwa kiasi cha shilingi milioni 8,560,000 zilichukuliwa na mmoja wa wafanyakazi wa Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi kwa kutekeleza upangaji wa matumizi ya ardhi katika vijiji 10 vya wilaya ya Chato kwa kudanganya idadi ya siku zilizostahili kulipwa kwa walengwa waliohudhuria mafunzo hayo. Mapungufu ya uhusiano wa kugushi nyaraka za malipo milioni 160 kwenye Tume ya Matumizi Bora ya Ardhi. Ukaguzi wangu ulibaini yafuatayo kuhusiana na kugushi nyaraka za malipo. Mmoja wa maafisa aligushi mihuri ya wenye vitu
watano wa vijiji na maafisa kata wa mkoa wa Singida na kujipatia kiasi cha shilingi milioni 12.81. Afisa mwingine alijipatia kiasi cha shilingi milioni 16.84 kwa kudanganya tarakimu za malipo kwenye hati za malipo za vijiji vitatu vya wilaya ya Magu. Afisa mmoja alibadilisha kiasi cha siku za malipo na kudanganya idadi ya walengwa wanaostahili kulipwa na kujipatia milioni 16.27 katika vijiji vitano vya wilaya ya Mkalama na kijiji cha Sigiri wilaya ya Nzega. Afisa mwingine katika wilaya ya Igunga aligushi siku za malipo na kujipatia shilingi milioni 7.12. Na afisa mwingine pia huko Uvinza aligushi majina ya walengwa na saini pamoja na siku zao za malipo na kujipatia milioni 7.93 kinyume cha sheria. Hiyo ni katika upande huu, lakini mapungufu yahusu uwasilishaji wa stakabadhi ya udanganyifu milioni 88. Wakati wa kukagua uhalali wa hati za masurufu nilibaini kuwa stakabadhi kutoka kwa wauzaji wa mbao za matangazo ziligushiwa na maafisa 6 na kujipatia shilingi milioni 44,122,000 katika wilaya 7: wilaya Makete, Chemba, Mbinga, Handeni, Nyasa, Kiteto, Muheza, Mbogwe, wilaya 7 za Mbogwe, Chato, Singida, Mkalama, Nzega, Mleba na Igunga. Zaidi ya haya, afisa mmoja katika wilaya ya Uvinza aliwasilisha stakabadhi za nyumba za kulala wageni zilizokuwa na udanganyifu na kujipatia shilingi milioni 1,230,000. Pia nilibaini kuwa stakabadhi ya huduma za kunakili nyaraka za Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi Bora ya Ardhi ziligushiwa na maafisa wawili katika wilaya za Mleba na Misenyi na kujipatia shilingi milioni 3,853,000. Kadhalika nilibaini kuwa afisa mmoja aliwasilisha stakabadhi ya kugushi za gari iliyokodiwa katika wilaya ya Mbinga na kujipatia kiasi cha shilingi milioni 3,200,000. Vile vile nilibaini maafisa 9 wa tume waligushi stakabadhi ya kielektroniki na kujipatia shilingi milioni 35,874,560. Matokeo ya ukaguzi mamlaka ya serikali za mitaa. Katika ukaguzi wa mamlaka ya serikali za mitaa nilibaini mapungufu yafuatayo: mapato yaliyokusanywa lakini hayakupelekwa benki, shilingi bilioni 18,769,000. Pia taarifa ya makusanyo ya mamlaka ya serikali za mitaa 135 na kubaini kuwa shilingi bilioni 18,769,000 zilikusanywa kutoka vyanzo mbalimbali. Hata hivyo, hakuna ushahidi unaoonyesha kuwa kiasi hicho kiliwasilishwa benki. Pesa zinazokusanywa zinatakiwa zipelekwe benki. Hii inaashiria usimamizi hafifu wa mapato. Kutopatikana kwa nyaraka zinazoonyesha mapato yaliyokusanywa yalipelekwa benki kulinizuia kujiridhisha kuhusu uhalali, usahihi na ukamilifu wa kiasi cha mapato kilichokusanywa na kuweka kwenye taarifa za fedha za halmashauri husika. Halmashauri zimeorodheshwa hapa, zipo. Mapato yalikusanywa nje ya mfumo wa ukusanyaji wa mapato wa serikali za mitaa. Kuna bilioni 1.337 katika wilaya 20 katika halmashauri 22. Nilipitia taarifa mbalimbali za ukusanyaji wa mapato katika halmashauri 22 kubaini kiasi cha shilingi bilioni 1.137 kilikusanywa kwenye leseni za biashara na vyanzo vingine nje ya mfumo. Nataka tukusanye kupitia mfumo wa LGRCIS, lakini tukusanya nje ya mfumo shilingi bilioni 1.337. Mapato yanakusanywa nje ya mfumo yanaweza kutumika vibaya na wakusanyaji bila kugundulika kwa kuwa haonekani kwenye mfumo, hivyo kutoa mianya ya upotevu wa mapato. Pia makusanyo yanayokusanywa nje ya mfumo yanaongeza hatari ya watumishi wa ukusanyaji kujinufaisha na vitendo vya rushwa na ubadhirifu. Miamala ya shilingi bilioni 4.792 iliyofutwa kwenye mfumo wa mapato bila kuwa na viambatisho muhimu. Unatakiwa ukifuta miamala kwenye mfumo uwe na viambatisho na authorization, lakini nilipitia marekebisho ya miamala kwenye mfumo wa mapato katika halmashauri 35 kubaini kuwa kiasi cha shilingi bilioni 4,792,500,278 zilifutwa kwenye mfumo bila kuambatanisha nyaraka muhimu za marekebisho hayo. Na wakati mwingine marekebisho haya kuidhinishwa na mweka hazina au afisa masuhuri kinyume na agizo la 37 agizo dogo la 6 la randama ya fedha za serikali za mitaa. Mapato ambayo hayakusanywa kutoka kwenye vyanzo mbalimbali yalikuwa bilioni 30.86. Mapato ya shilingi bilioni 159,539,936 hayakusanywa
na yalikusanywa kutumika kabla hajaenda benki. Hii ni kinyume na taratibu. Mapato ya shilingi bilioni 2.345 yalikusanywa na mawakala na hakuwasilishwa serikalini. Nilibaini kuwa jumla ya shilingi bilioni 2.345 zilikusanywa na wakala mbalimbali katika halmashauri 18. Hizo fedha hazikuwasilishwa kwenye mamlaka hizo, yaani mamlaka ya serikali za mitaa. Kitendo hiki kinaashiria kuwepo kwa ubadhirifu wa mapato hayo. Halmashauri zimeorodheshwa hapa ambazo mawakala wamekusanya pesa kutoka kwa wananchi kwamba zipelekwe serikalini, lakini pesa hizo hazijaingia serikalini. Ndugu wanahabari, lakini pia nilikagua na kugundua kwamba malipo yenye thamani ya shilingi bilioni 5.54 hayakuambatishwa na risiti za kielektroniki. Serikali inasisitiza matumizi ya risiti za mashine za kielektroniki, lakini unakuta halmashauri zinafanya manunuzi hazidai risiti za kielektroniki. Kwa hiyo zinachangia wakati mwingine ukwepaji wa kodi. Ni vema, kwa sababu kodi hizi ndio zinatusaidia sisi sote ndani ya serikali, ni vema wakahakikisha kwamba wanapata risiti za kielektroniki. Lakini nilibaini kuwa halmashauri 24 zililipa shilingi bilioni 1,561 kwa manunuzi ya bidhaa, lakini bidhaa hizo hazikuwa zimepokelewa na halmashauri husika mpaka wakati wa ukaguzi. Lakini nilibaini miamala yenye viashiria vya udanganyifu yenye thamani ya shilingi milioni 614. Miamala ya kidanganyifu ni ile inayosababisha upotevu wa fedha. Ukaguzi uliofanyika kwenye malipo kwa wadai mbalimbali na makusanyo ya mapato kwa mwaka huu wa ukaguzi ulibaini malipo na makusanyo yenye viashiria vya udanganyifu yenye thamani ya shilingi milioni 614.51 kwenye halmashauri za wilaya 9 ambazo ni Nkasi, Buhigwe, Kakonko, Tabora, Korogwe, Mbinga, Muheza, Longido na Mvomero. Makato ya mishahara ya bilioni 5.079 ambayo hayajawasilishwa kwenye taasisi husika. Makato hayo yamekatwa lakini hayajawasilishwa kwenye taasisi husika kama vile TRA, mifuko ya hifadhi ya jamii na makato mengine. Miradi ambayo haikukamilika kwenye halmashauri. Kuna miradi ya bilioni 184.006 haijakamilika katika halmashauri, lakini ilisababishwa na kutolewa kwa fedha pungufu za miradi, usimamizi na ufuatiliaji usioridhisha wa management za halmashauri, kutekelezwa kwa miradi kwa muda mrefu, pamoja na ushiriki usiojitosheleza wa jamii katika utekelezaji wa miradi wa shughuli za miradi. Kutokamilika kwa miradi husika kwa wakati kunaweza kupelekea ongezeko la bei za bidhaa za ujenzi kutokana na madhara ya mfumuko wa bei. Jamii zinazolengwa kuchelewa kunufaika na huduma kwa wakati kama ilivyokusudiwa. Miradi ambayo kutekelezwa, kuna miradi ya bilioni 14.903 haijatekelezwa. Miradi iliyokamilika lakini haitumiki ni bilioni 18.328. Mikataba yenye thamani ya shilingi bilioni 25,561 haikufanyiwa upekuzi wa kisheria. Tunafanya manunuzi lakini hatujafanya upekuzi wa kisheria. Kuna halmashauri hapa, halmashauri ya wilaya ya Mpanda, halmashauri ya wilaya ya Kigoma, halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe, wilaya ya Makambako na Mkuranga. Bilioni 25 hazikupelekwa ili kujiridhisha. Kwa maoni yangu, kufanya upekuzi wa mikataba kunaziweka halmashauri katika hatari ya kisheria na kunaweza kuhatarisha thamani ya fedha kwa miradi hiyo. Aidha, barua za ofa ni sehemu ya mikataba, hivyo lazima ifanyiwe upekuzi kwa kuwa inahusisha bei ya mkataba baada ya kusahihishwa na masharti mengine kwa mzabuni aliyeshinda kuyatekeleza. Hivyo inaweza kusababisha wazabuni waliofanikiwa kushindwa kuwajibika ipasavyo. Kwa hiyo ni vizuri tukapeleka hii mikataba ile ambayo inaenda kwa mwanasheria mkuu wa serikali iende, lakini na ile ambayo inatakiwa ifanyiwe upekuzi na wanasheria wetu wa ndani basi ifanyiwe na sheria wa ndani. Nimebaini dosari mbalimbali za manunuzi katika mamlaka ya serikali za mitaa. Kati ya dosari hizo, manunuzi yasiyo na ushindani ndio kasoro iliyoongoza, ambao halmashauri 57 zilifanya manunuzi ya shilingi bilioni 9.14 bila ushindani wa bei kama ilivyoorodheshwa katika jedwali hapa chini. Kwa hiyo kuna manunuzi yasiyo na ushindani yalikuwa na kiasi cha bilioni 9,
vifaa vilivyonunuliwa na kupokelewa bila kukaguliwa au kupimwa bilioni 3, manunuzi na tuzo za zabuni bila idhini ya bodi yalifanyika manunuzi ya shilingi bilioni 7, manunuzi toka kwa wasambazaji bila mikataba ya makubaliano kutoka mamlaka ya usimamizi wa manunuzi ya umma bilioni 5 na kadhalika. Lakini pia nilibaini kuwa malipo ya shilingi bilioni 5,793,000 yalifanywa bila ya vipimo wala kuthibitishwa na usimamizi wa miradi. Kwenye miradi unatakiwa kabla hujafanya malipo uthibitishe vipimo kwa maana measurement, lakini kuna halmashauri kadhaa ambazo zimelifanya malipo bila miradi hiyo, bila vipimo vya ufanyaji kazi kuthibitishwa. Miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 23,376,000 ilitekelezwa bila washauri na kusababisha ucheleweshaji wa huduma ya maji kwa jamii. Katika ukaguzi wa majarada ya mikataba ya miradi niliyoichagua, nimebaini halmashauri 2 zilitekeleza mikataba 3 yenye thamani ya shilingi bilioni 23. Katika miradi hii washauri hawakuhusika kuhakiki miundo ya miradi kwa maana design na kusimamia utekelezaji wake. Hali hii ilisababisha kuongezeka kwa muda. Miradi ilichukua miezi 19 hadi 30 kutoka miezi 3 hadi 12 iliyopangwa. Orodha ya miradi hiyo iko hapa: ujenzi wa bwawa huko Sumbawanga, Wanging'ombe na Makambako. Lakini ilishindwa kukidhi mawanda ya ukaguzi kutokana na kukosekana kwa kumbukumbu za manunuzi za shilingi bilioni 3.02. Ucheleweshaji wa nyongeza ya mishahara na kupandisha madaraja. Nilipitia mafaili ya watumishi pamoja na mfumo wa Lawson wenye taarifa mbalimbali za watumishi na kubaini watumishi 7,992 katika mamlaka 14 za serikali za mitaa hawakupandishwa madaraja ingawa walikuwa na sifa kwa mujibu wa kanuni za kudumu za utumishi wa umma kama ilivyoonekana kwenye jedwali hapa chini. Kuna watumishi hao, kuna Bagamoyo, Hai, Kakonko, Kasulu, Mtwara, Newala, Siha, Singida na Ukerewe kwenye halmashauri hizo. Kushindwa kupandisha madaraja na kutoa nyongeza ya mishahara kwa wakati kwa watumishi wa umma kusababisha utendaji duni katika utoaji wa huduma, na hii huhatarisha nia njema ya serikali ya kutoa huduma bora kwa wananchi. Lakini kuna mikopo iliyopindukia kwa watumishi bila kudhibitiwa na mamlaka ya serikali za mitaa. Uchambuzi uliofanyika katika mamlaka 35 za serikali za mitaa ulibaini watumishi 3,038 waliokuwa wakipokea chini ya 1/3 ya mishahara yao. Utaratibu huu wa kukopa usiodhibitiwa unaweza kuathiri utendaji wa watumishi na kuathiri utendaji wa jumla wa mamlaka ya serikali za mitaa. Aidha, nilibaini kuwa hali hii ilichangiwa na ulipaji wa deni la bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu ambapo mnufaika hukatwa 15% ya mshahara. Katika hali isiyo ya kawaida, pia nilibaini watumishi 8 katika mamlaka 6 za serikali za mitaa ambao kila mwisho wa mwezi hawapati kiasi chochote cha mshahara. Yaani wanatoka hawana chochote, nadhani wakienda benki wanatoka suruhu. Mamlaka hizo zaidi na idadi ya watumishi ni halmashauri ya jiji la Arusha mtumishi 1, halmashauri ya wilaya ya Kiteto mtumishi 1, halmashauri ya wilaya ya Njombe mtumishi 1, halmashauri ya manispaa ya Temeke mtumishi 1, halmashauri ya wilaya ya Rombo watumishi 3 na halmashauri ya wilaya ya Same watumishi 11. Inawezekana labda wapo wengi, lakini tuliyoona ni hao. Hawapati chochote mwisho wa mwezi. Ninapata wasiwasi na ustawi wa watumishi hawa katika kupata mahitaji yao muhimu kama vile chakula, mavazi na malazi, kwa sababu unafanya kazi upate mshahara wao. Hali hii inasababisha watumishi kutumia muda wa kazi kwa shughuli zao binafsi ili kujipatia kipato cha ziada. Hali inaweza kudumaza utoaji wa huduma kwa jamii. Kutolipwa madai ya watumishi wa umma shilingi bilioni 359.36. Ukaguzi wangu ulibaini uwepo wa madai ya shilingi bilioni 359 kwenye taasisi 80 za serikali kuu, 331.52 kwenye taasisi 80 za serikali kuu na shilingi bilioni 27.4 kwa mamlaka 36 za serikali za mitaa, hivyo kuwa na jumla ya madai yanayofikia shilingi bilioni 359.36 za madai ya watumishi wa umma ambayo hayajalipwa. Mashauri dhidi ya mamlaka ya serikali za mitaa. Kuna mashauri 117, mamlaka za serikali za mitaa 117.
kati ya 185 zilikuwa zinadaiwa kutokana na mashauri yaliyoko mahakamani yenye thamani ya shilingi bilioni 123, na mamlaka za serikali za mitaa 60 nazo zilikuwa na mashauri ya madai mahakamani ya shilingi bilioni 13. Madeni tarajio yanaweza kuleta athari kubwa kwenye rasilimali fedha za mamlaka ya serikali za mitaa kama vile gharama ya uendeshaji wa mashauri na hatari ya kulipa kiwango kikubwa cha fedha baadaye kutokana na halmashauri kushindwa kesi. Hali hii ikitokea inaweza kuathiri utoaji endelevu wa huduma za jamii. Lakini pia waandishi wa ndugu wanahabari, nilifanya ukaguzi maalum serikali za mitaa kama nilivyofanya kwa serikali kuu. Pia serikali za mitaa nilifanya ukaguzi maalum, na ukaguzi huu ulichukua halmashauri kama 60 na kitu hivi. Nilifanya ukaguzi halmashauri 64 kuangalia mwenendo wa halmashauri hizi katika kukusanya mapato na kutekeleza miradi mbalimbali. Kaguzi hizi zilizingatia kipindi cha mwaka wa fedha 2017-2018 na 2019 na 20. Katika kaguzi hii nimebaini mapungufu yafuatayo: mapato ambayo hukusanywa kutoka vyanzo mbalimbali bilioni 60. Kwa maoni yangu, upotevu huu wa mapato unatokana na udhaifu wa mamlaka husika kushindwa kufuatilia na kuhakikisha madaiwa wote wanalipa madeni yao. Kwa mapato hayo hayakukusanywa, mapato ya shilingi bilioni 60. Kinondoni inaongoza kwa kutokusanya bilioni 28,996,482,240, na halmashauri zingine zimetajwa pale mpaka halmashauri ya Geita ambayo ilishindwa kukusanya kwa miaka hiyo mitatu milioni 8,752,000. Tumezitaja, tumeziorodhesha kwa kufuatia na ukubwa. Mapato yalikusanya na mawakala kupitia mfumo wa LGRCIS ambayo hayakuwasilishwa benki. Katika kipindi hicho tuliona bilioni 23,879,000 zilikusanywa na mawakala katika halmashauri mbalimbali, lakini hazikuwasilishwa benki. Kinondoni inaongoza kwa bilioni 5,983,799,498. Lakini hati za malipo ya shilingi bilioni 5,790,000 hazikuwasilishwa kwa ajili ya ukaguzi. Wilaya inayoongoza ni halmashauri ya wilaya ya Rorya ambayo hati za shilingi milioni 976,942,815 hazikuwasilishwa kwangu kwa ajili ya kufanyia ukaguzi. Nilizihitaji lakini hazikuwasilishwa. Halmashauri ya wilaya ya manispaa ya Bukoba kutopokelewa kwa vifaa tiba kutoka bohari ya madawa yenye thamani ya shilingi bilioni 1.08. Kwa mwaka wa fedha 2017-18 na 19-20 halmashauri kupitia vituo vyake vya Kishanji, Katoro ilipokea vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 347. Vifaa tiba hivi ni sehemu ya jumla ya vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi bilioni 1.431,928,830 vilivyopaswa kupokelewa kutoka bohari ya madawa kwa ajili ya huduma ya dharura ya uzazi na mtoto na watoto wachanga, ambapo kila kituo kilipaswa kupokea vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 477,309,610, lakini havijapokelewa vifaa hivyo mpaka tunamaliza ukaguzi. Halmashauri ya wilaya ya Nkasi, fedha za malipo ya awali kiasi cha shilingi bilioni 1.08 baada ya mkandarasi kufutiwa usajili. Katika mwaka wa fedha 2017-18 halmashauri ya wilaya ya Nkasi ilimlipa mkandarasi Fale Enterprises kwa ajili ya mradi wa maji ya Mpasa na Isale. Alilipa shilingi bilioni 1.5 ikiwa ni gharama za malipo ya awali, yani advance payment. Ilibainika kuwa mkandarasi alifutiwa usajili wa kandarasi kwa barua ambayo ina kumbukumbu C6120 mkwaju 1224 mkwaju 8 mkwaju 2002 mkwaju 17 ya tarehe 19 mwezi wa 10 2019. Kati ya kiasi kilichopewa kama malipo ya awali, halmashauri ilifanikiwa kurejesha toka kwa mkandarasi milioni 416 tu. Hivyo halmashauri haikufanikiwa kurejesha kiasi cha shilingi bilioni 1.08. Matumizi kutoka kwa biashara za watumishi wa halmashauri milioni 182. Halmashauri imefanya manunuzi ya vifaa vya ujenzi wa hospitali ya wilaya na vituo vya afya vyenye thamani ya shilingi milioni 82,440 kutoka katika biashara mbalimbali zinazomilikiwa na watumishi wa halmashauri. Miongoni mwao ni mhasibu msaidizi na mtunza fedha mkuu ya MNK, na mwingine ni
mwenza wa kaimu mhandisi wa ujenzi wa halmashauri. Hali hii inaweza kuleta mgongano wa kimaslahi na kupelekea kuwepo kwa upendeleo katika mchakato wa manunuzi. Halmashauri ya jiji la Arusha, malipo ya fidia ya ardhi kufanyika kabla ya taarifa ya uthamini kuandaliwa na kupitishwa na mdhamini mkuu wa serikali. Tulibaini kuwa halmashauri ya jiji la Arusha ilifanya malipo ya shilingi milioni 243 kwa fidia eneo la kituo cha afya Muriet kabla ya taarifa ya uthaminishaji wa eneo hilo kuidhinishwa na mdhamini mkuu wa serikali kama inavyotakiwa kisheria. Lakini kulikuwa na manunuzi yaliyoidhinishwa na wajumbe wawili kati ya 5 wa bodi ya zabuni. Mapitio ya nyaraka za manunuzi katika halmashauri jiji la Arusha. Manunuzi yalifanywa na halmashauri jiji la Arusha yalibaini manunuzi ya jumla ya shilingi milioni 289,43,152 yalifanywa kupitia circular resolution ambazo ziliidhinishwa na wajumbe wawili baada ya wajumbe 5 kinyume na matakwa ya kanuni ya 58 kanuni ndogo ya kwanza kanuni za manunuzi ya umma za mwaka 2013. Kuna uwekezaji usio na tija kati ya halmashauri ya jiji la Arusha na kampuni ya Happy Sausages katika kampuni ya Arusha Meat Company Limited. Umetoa maelezo ya kutosha hapo. Malipo ya ziada kwa manunuzi ya ardhi bila mkataba na bila kupitiwa na vikao vya kudumu vya halmashauri shilingi milioni 30,940. Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2017-18 halmashauri jiji la Arusha ilifanya makubaliano ya kununua eneo la ekari 1 kutoka kwa mwananchi kwa bei ya shilingi 50 milioni. Hata hivyo, baada ya kufanya malipo ya fedha kwa mujibu wa makubaliano, muuzaji aliwasilisha barua ya malalamiko tarehe 27 Disemba 2017 akidai kupunjwa kiasi cha shilingi milioni 30. Wameshakubaliana kwenye malipo, lakini akadai kwamba amepunjwa shilingi milioni 30,940,000. Kiasi hiki cha fedha za nyongeza kililipwa kupitia hati ya malipo namba iliyoorodheshwa hapo hati ya malipo ya tarehe 9 Januari 2018. Aliomba 2017 Disemba 27, 2018 Januari akalipwa bila kuwepo kwa mkataba wa nyongeza na bila taarifa ya uthamini wa ardhi ili kujua thamani halisi ya eneo hilo. Kwa madai hayo mapya, halmashauri jiji la Arusha ilinunua ekari 1 kwa shilingi milioni 80,940,000 kwa ekari 1. Twende kwenye halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Kutorejeshwa kwa fedha zilizolipwa kama mkopo wa mshahara salary advance kwa mwalimu wa timu ya mpira wa miguu inayomilikiwa na manispaa ya Kinondoni shilingi milioni 33. Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2019-2020 halmashauri ilimpatia mkopo wa mshahara salary advance wa shilingi milioni 33 mwalimu wa timu ya mpira wa miguu coach inayomilikiwa na manispaa ya Kinondoni, yaani Kinondoni Municipal Council Football Club kupitia hundi namba 368 ya tarehe 21 Juni 2019. Mpaka ukaguzi huu unakamilika mwezi Agosti, mkopo huu ulikuwa bado kurejeshwa na sina hakika kama mwalimu yule bado yupo pale. Malipo ya uzoaji taka yaliyolipwa zaidi ya gharama ya makubaliano kimkataba shilingi milioni 162,500,000. Halmashauri ya manispaa iliingia mkataba na timu ya mpira wa miguu yaani KMC FC kwa kazi ya uzoaji wa taka kwa gharama shilingi milioni 216 kwa muda wa miezi 12 kuanzia Januari 2019 hadi Disemba hadi Januari 2020. Hata hivyo, ukaguzi maalum ulibaini kuwa halmashauri ya manispaa ililipa timu ya mpira wa miguu ambayo ilikuwa nayo mkataba wa kuzoa taka shilingi milioni 378,500,000 na kusababisha malipo ya zaidi ya makubaliano ya mkataba kwa shilingi milioni 162,500,000. Katika halmashauri hiyo pia tulibaini malipo ya ununuzi wa magari ya kuzolea taka usiozingatia taratibu za manunuzi, sababu hakuwa na kibali cha manunuzi kutoka ofisi ya waziri mkuu. Ununuzi wa magari ulifanyika bila kupitishwa na bodi ya zabuni na bila kuwa na vipimo yani specification vya magari kutoka Wizara ya Ujenzi, lakini pia walitumia fedha za mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kununua magari hayo kiasi cha shilingi milioni 102 ambazo hazikurejeshwa hadi ukaguzi unakamilika mwezi Agosti mwaka uliopita, ikiwa ni ukiukaji wa sheria.
Malipo ya vibarua yasiyo stahili milioni 284,850,000. Katika kipindi cha mwaka wa fedha wa 2019-2020 halmashauri ya manispaa ilifanya malipo ya shilingi milioni 284,850,000 kwa ajili ya kulipa vibarua usafi wa barabara na kuzoa taka. Hata hivyo, kulikuwa na ukiukaji wa taratibu za malipo kutokana na nyaraka zilizoambatishwa kuwa na kasoro mbalimbali, ikiwemo hati za malipo kutoambatana na daftari ya kuonyesha siku walizofanya kazi au vibarua, sahihi za vibarua kutofautiana ikilinganishwa na kati ya nyaraka za malipo ya vibarua yani payroll moja na nyingine, ingawa majina ni yale yale. Barabara zilizofanyia usafi kutotajwa, kukosekana kwa uthibitisho wa wenyeviti wa serikali za mitaa na wasimamizi wa vibarua husika unaothibitisha kufanyika kwa zoezi la usafi, kuzoa taka, na kukosekana kwa dokezo lililotoka idara ya tumizi kwenda kwa mkurugenzi kuomba malipo. Malipo yamelipwa, lakini nyaraka zote hizo hazionyeshi kwamba kweli kazi ilifanyika, hamna uthibitisho, lakini milioni 284,850,000 zilikuwa zishalipwa. Kuna mapungufu mbalimbali katika ukaguzi huo tuliofanya wa serikali za mitaa, ukaguzi maalum. Ripoti itakuwepo, mtaiona, lakini tuende haraka, tuende maeneo mengine kwa sababu ni kubwa mno, nisije nikawachosha mkakimbia. Matokeo ukaguzi wa mashirika ya umma. Katika ukaguzi wa mapato katika mashirika ya umma nilibaini yafuatayo: kutofuata viwango vya malipo vilivyoidhinishwa katika utoaji wa huduma. Katika mamlaka ya bandari Tanzania TPA nilibaini kuwa mamlaka ilitumia viwango vya chini vya ushuru katika tozo za kushusha na kupakia mizigo kwenye meli yani stevedoring, na tozo za kutoa mizigo kutoka kwenye gati hadi kwa mteja shore handling. Kwa pamoja zilitozwa dola za Marekani 8 badala ya 10, na tozo za maegesho ya meli katika eneo la bandari dock wage yalitozwa dola za Marekani 10 badala ya 15 kwa uingizaji na usafirishaji bidhaa nje ya nchi. Hii ni kinyume na tozo za bandari zilizopangwa kutumika katika bandari zilizopo katika maziwa zilizotolewa 2018. Kwa hiyo kuna kukiuka taratibu za kutoza hapo. Lakini bodi ya usanifu wa majenzi na upimaji nilibaini kuwa katika mwaka wa fedha 2019-2020 ilitoza kiasi pungufu cha shilingi milioni 21 katika kusajili miradi 14 yenye thamani ya shilingi bilioni 143. Lakini kuna ubadhirifu wa fedha wa shilingi bilioni 3.93 katika mamlaka ya bandari Tanzania. Katika huu ni katika ukaguzi wa kawaida. Nilibaini vitendo vya ubadhirifu katika bandari ya Mwanza na bandari ya Kigoma. Katika bandari ya Mwanza shilingi bilioni 3.27 zilitolewa katika akaunti ya benki ya TPA iliyopo CRDB kupitia miamala 737. Vitabu vya fedha havikuonyesha hati za malipo na pia matumizi ya fedha hizo hayakuonyeshwa. Katika bandari ya Kigoma shilingi milioni 665.9 zilitolewa kutoka benki kwa kutumia hundi 30 bila kuwa na hati za malipo kuthibitisha malipo yaliyofanywa, na hundi hazikusajiliwa kwenye daftari la udhibiti wa hundi, na vipande 5 vya hundi havijaonekana katika daftari la udhibiti wala katika taarifa za benki. Nyaraka kama vitabu vya hundi, hati za uhamishaji fedha na taarifa za bodi za zabuni hazikutolewa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Lakini kuna taasisi zenye wadaiwa sugu shilingi trilioni 1.01. Baadhi ya taasisi na mashirika ya umma yana kiasi kikubwa cha madai. Kati ya mashirika ya umma 165 ambayo niliyakagua, nilibaini mashirika 66 yenye madai ya muda mrefu yaliyofikia kiasi cha shilingi trilioni 1, ambayo ni 70% ya madai yote. Aidha, kwa kiasi kikubwa madai haya yanatokana na huduma mbalimbali zilizotolewa kwa wateja. Pia nilibaini kuwa 14% sawa na shilingi bilioni 203 ya madai haya zilishapendekezwa kufutwa. Tuangalie mwenendo wa uwekezaji wa mitaji katika kanda maalum ya uwekezaji. Kifungu namba 4 cha sheria ya EPZA Economic Processing Zone Authority ya mwaka 2012 kinaeleza malengo ya kuanzishwa kwa kanda maalum ya uwekezaji, ikiwa ni pamoja na kuvutia na kuchochea uwekezaji kwa ajili ya kuuza bidhaa za viwanda nje. Hata hivyo, katika mapitio yangu nilibaini kushuka kwa uwekezaji wa mitaji mipya katika kanda maalum kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka wa fedha 2015-16 hadi mpaka mwaka 2019-20.
Kwa mfano, katika mwaka wa fedha 2019/20 kiasi cha mtaji kilichowekezwa kilikuwa kidogo kulinganisha miaka mingine, ambapo idadi ya miradi mipya ilikuwa ni miradi mitano yenye kiasi cha mtaji wa dola za Marekani milioni 59.86. Kwa hiyo imekuwa ikishuka kutoka miradi 500 ikaja miradi 314, ikaja miradi 336, miradi 180 na miradi 59. Imekuwa ni thamani ya fedha ilikuwa miradi ya milioni 500 dola za Kimarekani, ikaja milioni 314, ikaja ikipanda kidogo milioni 336, mwaka 2018/19 ikashuka kama milioni 180, na mwaka 19/20 ikawa ni milioni 59.86. Mwenendo wa uwekezaji katika kituo cha uwekezaji TIC pia na kwenyewe kumekuwa na kushuka kwa miradi ya uwekezaji iliyosajiliwa. Kwa mfano, 2015/16 tulikuwa na miradi 420 ambayo kiasi cha mitaji yake ilikuwa ni dola za Marekani milioni 7,716,000, na idadi za ajira zilizotengenezwa ilikuwa ni ajira 63,223. Lakini mwaka 2016/17 tukawa na miradi ikashuka ikawa 352, na dola za Marekani zilikuwa milioni 2,777,000, na ajira zilizotengenezwa ilikuwa ni 26,051. Mpaka mwaka 2019/20 tulikuwa na miradi ya uwekezaji 219 yenye thamani ya shilingi ya dola za Marekani milioni 1.8 na ajira 32,115. Hiyo ni katika uwekezaji. Nije kwenye deni la watumishi wa mikataba ambalo hajalipwa kwa muda zaidi ya miaka 4. Nilibaini kuwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilikuwa na deni la shilingi bilioni 2.31 mpaka kufikia tarehe 30 Juni, ikiwa ni malimbikizo ya kiinua mgongo kwa watumishi wake ambao mikataba ya kazi ilikuwa imeisha kwa kipindi cha mwaka 2016 na miaka ya nyuma ya hapo. Nafahamu kuwa kiinua mgongo ulipo na serikali, na chuo kilionyesha deni hilo katika vitabu vyake, lakini hakuonyesha kama kinaidai serikali fedha hizo. Ni maoni yangu kuwa deni hili lilisababishwa na ufuatiliaji mdogo wa management ya chuo katika kuhakikisha serikali inalipa madeni hayo. Kuendelea kuwa na madeni ya watumishi waliomaliza mikataba yao kwa muda mrefu si tu huwafanya watumishi hao kuhangaika, bali pia fedha kupoteza thamani kutokana na kupita kwa muda, na hivyo kutokuwa na thamani iliyotarajiwa wakati wa kulipwa. Lakini katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nilibaini akaunti 21 za benki zikiwa na kiasi cha jumla ya shilingi bilioni 1.5 kufikia tarehe 30 Juni. Lakini akaunti hizo zilifanya miamala mbalimbali, lakini taarifa za akaunti hazikuripotiwa katika taarifa za fedha za chuo. Kitendo hii kinatoa mwanya kwa matumizi mabaya ya fedha kutoka kwenye akaunti hizo. Na akaunti 21, lakini hizo akaunti ilibidi tuziulizie tena kwa njia ambazo tunazijua na kuzibaini, lakini hazikuwa kwenye taarifa yoyote ya fedha, na balance zake mpaka sasa hivi zina bilioni 1.5 na zimefanya matumizi mengi kutoka benki. Kwa hiyo na hamna taarifa za matumizi. Mashirika ya umma yasiyokuwa na bodi za wakurugenzi, nilibaini mashirika 30 kutokuwa na bodi za wakurugenzi. Kati ya hayo 20 hayana bodi kwa muda wa chini ya mwaka mmoja, na 9 hayana bodi kwa zaidi ya mwaka mmoja, na 1 halina bodi kwa miaka 2. Mbali na kukosekana kwa bodi katika taasisi hizi, pia mashirika 5 yanaongozwa na kaimu wakurugenzi wakuu wa mashirika hayo. Kukosekana kwa bodi kwenye taasisi hizi kunazorotesha ufanisi wa mashirika haya, pia kusababisha kuchelewa kwa kutolewa maazimio au maamuzi na utekelezaji wa maamuzi hayo ya kimkakati, ikiwa ni pamoja na uidhinishaji wa miongozo, kanuni na sera. Wingi wa vikao vya bodi za wakurugenzi, nimebaini uwepo wa mashirika 7 yaliyofanya vikao vingi vya bodi kwa mwaka wa fedha 2019/20, kinyume na waraka wa msajili wa hazina namba 12 wa mwaka 2015 nataka mashirika ya umma kufanya vikao 4 vya bodi kwa mwaka. Mashirika hayo yalifanya vikao kuanzia 9 hadi 13 kama ilivyoonyeshwa hapa chini. Kuna shirika la wakala wa meli Tanzania vikao 13, vikao vya bodi sio vya kamati.
Benki ya Posta Tanzania vikao 11, Shirika la Nyumba la Taifa vikao 11, Mamlaka ya Udhibiti wa Mawasiliano Tanzania vikao 11, Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania vikao 10, Chuo cha Kumbukumbu cha Mwalimu Nyerere vikao 9 na Chuo Kikuu cha Mzumbe vikao 9. Lakini kuna kampuni tanzu ambazo zimepata hasara. Kuna jumla ya kampuni tanzu, kuna subsidiaries zilizopata hasara. Hasara hii ni kwa kiasi kikubwa ilisababishwa na kufanya vizuri kwa biashara au uwekezaji unaofanywa na kampuni hizo. Hasara iliyopatikana katika kampuni tanzu hizi ni kama inavyoonyeshwa hapa chini kwamba kampuni ya Mkulazi imepata hasara ya shilingi bilioni 4.72, kituo cha uwekezaji cha APC cha NBAA na PSSF imepata, ambacho kinamilikiwa na NBAA na PSSF, imepata hasara bilioni 5.11. Kampuni ya uwekezaji National Housing na PPF imepata hasara bilioni 1.38. Kampuni ya TTCL Pesa imepata hasara ya milioni 410. Kampuni ya kiwanda cha bidhaa za ngozi cha kimataifa Kilimanjaro imepata hasara ya bilioni 2.95. Kampuni ya ndege Tanzania kama na TTCL ilifanya ukaguzi wa kiutendaji na strategic and operational efficiency kwenye kampuni ya ndege Tanzania na kubaini yafuatayo. Hadi kufikia tarehe 30 Juni, serikali ilikuwa imenunua ndege 8 kwa gharama ya shilingi trilioni 1.28 katika juhudi za kufufua kampuni ya ndege. Ndege hizo zinamilikiwa na wakala wa ndege za serikali na ATCL huwa inazikodisha. Pamoja na kununua ndege hizo kwa miaka mitano, yani kuanzia 2015-16 hadi 2019-20, serikali imeisaidia kampuni ya ndege kiasi cha shilingi bilioni 153 na milioni 711 kwa ajili ya shughuli za uendeshaji na maendeleo. Kampuni ya ndege imekuwa ikitengeneza hasara kwa miaka mitano mfululizo, na kwa mwaka huu ilitengeneza hasara ya shilingi bilioni 60 milioni 246. Kwa miaka mitano imetengeneza hasara ya shilingi takriban bilioni 150. Hata hivyo, nilibaini changamoto kadhaa ambazo zinatakiwa kushughulikiwa na serikali ili kuimarisha utendaji wa kampuni yetu ya ndege. Nilibaini kuwa bodi ya wakurugenzi haina mjumbe hata mmoja ambao una uzoefu kwenye masuala ya usafiri wa anga. Hii ni changamoto kubwa. Ili tuwe na ujumbe ambao at least wana uzoefu kwenye maeneo hayo kusaidia management katika mikakati ya kuendesha kampuni hii ya ndege. Wakati wa changamoto ya corona, ndege nyingi zilikuwa zimesimama, lakini ATCL ilikuwa inatozwa gharama za ukodishaji bila kujali kwamba ndege zilikuwa hazifanyi kazi kutokana na changamoto ya COVID-19. Hii inatokana ukweli kwamba mkataba wa ukodishaji kati ya TGFA, maana Tanzania Government Freight Agency, na ATCL hauna kipengele cha force majeure, yani kuangalia kwamba sasa kama haifanyi nani tusilipe au namna gani. Katika kipindi kati ya Machi 2020 na Juni 2020, nadhani mnakumbuka wakati huo ndio kulikuwa na mambo yote yamesimama. ATCL ilitozwa kiasi cha shilingi bilioni 15 milioni 464 kwa ajili ya ukodishaji wa ndege wakati ndege zile zilikuwa zimesimama. Kwa hiyo inachangia pia kwenye hizo hasara ambazo tunazitaja hapo juu. ATCL pia imerithi madeni makubwa ambayo hutozwa riba. Nyuma huko kulikuwa na madeni mengine, ndege walikodi ndege, lakini madeni yale yakahamishwa kwenye kampuni ambayo tunasema ni mpya na wanatozwa riba. Madeni yameongezeka na riba kwa miaka hii mitano ilikuwa bilioni 45. Kwa mwaka wa fedha 2019 na 20 imetozwa riba shilingi bilioni 12,490 na bilioni 497. Pia kutokana na madeni hayo imekuwa za ATCL kusafiri kwenda nje ya nchi, kwani zinaweza kukamatwa. That's the fact. Kwa hiyo kuna deni inaitwa Ajiz walikodisha ndege wakati fulani, unajua. Kwa hiyo kuna deni pale kubwa, kwa hiyo wanasita kwenda huko. Lakini kuna changamoto za viwanja vya ndege hapa nchini, kiasi kwamba ndege za ATCL haziwezi kuruka usiku, na baadhi ya sehemu haziwezi kuruka usiku. Na pia kuna viwanja ambavyo ndege haziwezi kutua zikiwa zimechukua abiria kwa uwezo wake. Yaani tunao viwanja vipo, lakini kwa mfano Dodoma, Airbus haiwezi kuja na abiria wale 162 kwa sababu capacity ya ndege kuhimili, capacity ya uwanja wa ndege ule kuhimili ikiwa full capacity haipo. Na viwanja viko kadhaa hapa nchini pia. Kwa hizo changamoto ambazo pamoja na hasara na kuisaidia hasara wanazopata, lakini tuiangalie kwa ujumla wake, tuweze kuangalia shirika linakuaje.
hizo hasara zipo, lakini pia kuna changamoto hizo ambazo wanazipata changamoto mbalimbali. Kwa hiyo wito wangu waziangalie hizo changamoto, lakini niliambiwa pia kwamba wanaendelea na majadiliano na serikali kuona ukodishaji kuangalia huu mkataba. Nadhani waangalie mkataba utakuwaje, kuangalia masuala yote haya kimkataba, na pia madeni haya yaangaliwe ili kuisaidia ili shirika la ndege. Hatari ya kutoweka kwa vivutio vya utalii katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Nilibaini kuwepo kwa athari kubwa ya kiikolojia na mazingira zinazohatarisha kuharibika kwa ikolojia na kutoweka kwa wanyamapori katika eneo hilo, yani Ngorongoro. Shughuli za kibinadamu zinazoendelea ndani ya eneo la hifadhi na athiri maisha ya wanyamapori na zinaharibu miundombinu ya kiikolojia inayosaidia maisha ya viumbe hai katika eneo hilo. Hadi wakati wa ukaguzi mwezi Septemba 2020 bado hapakuwa na maamuzi ya kusitisha shughuli za kibinadamu ambazo zinaendelea kufifisha maisha ya wanyamapori na mazingira ya eneo la hifadhi. Pia nilibaini kuwa idadi ya watu wanaoishi katika eneo hilo iliongezeka kutoka takribani watu 8,000 miaka 1950 hadi kufikia zaidi ya watu 93,000 kwa sensa ya mwaka 2017. Idadi ya mifugo iliongezeka na kufikia zaidi ya mifugo 750,000 kutoka mifugo 250,000. Pia nilibaini tamaduni za jamii zinazoishi ndani ya hifadhi zimebadilika kutoka wafugaji wa kuhamahama wasio na makazi ya kudumu na kuwa jamii ya wafugaji zilizoanzisha makazi ya kudumu, ambapo kwa sasa kuna vijiji 25 ambavyo baadhi yake vimekuwa miji na kujengwa nyumba za kisasa bila kuzingatia masharti ya hifadhi, na zimejengwa shule 25 na vituo vya afya 11 kwa ajili ya kuboresha huduma za kibinadamu ndani ya eneo la hifadhi. Shughuli za kibinadamu zimechangia kwa kiasi kikubwa kuharibika kwa mazingira ya eneo la hifadhi na kusambaa kwa magugu vamizi. Zaidi ya 75% ya eneo la bonde la Ngorongoro na sehemu kubwa ya eneo la Ndutu yametapakaa magugu vamizi. Haya ni maeneo muhimu zaidi kwa malisho na makazi ya wanyamapori katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Pamoja na juhudi za Wizara ya Maliasili na Utalii kuunda timu ya kufanya mapitio ya matumizi mseto ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro tangu mwaka 2018, bado serikali haijafanya maamuzi juu ya nini kifanyike kunusuru eneo hilo. Endapo hali ya sasa itaendelea kama ilivyo, ikolojia ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro itaharibiwa na kushindwa kusaidia maisha ya viumbe hai katika eneo hili. Hali hii inaweza kuhatarisha hadhi ya Ngorongoro katika orodha ya urithi wa dunia. Uchimbaji wa madini katika hifadhi ya misitu bila kibali. Nilibaini kuwa kampuni inayoitwa World Investment Company Limited inaendesha mashine ya kuchimba na kusaga miamba kwa ajili ya kufanya biashara katika hifadhi ya msitu ya Chigongwe tangu mwaka 2002 bila kuwa na kibali kutoka TFS. Aidha, kampuni hiyo ina leseni ya madini kutoka Wizara ya Madini, ambayo leseni hiyo ni moja ya sharti la kuomba kibali kutoka TFS. Hata hivyo, kampuni ya World Investment Company Limited ilishindwa kuomba kibali kutoka TFS, hivyo kukosa kigezo cha kuendesha shughuli ya uchimbaji katika hifadhi ya misitu ya Chigongwe kwa miaka 18. Tatizo hili linaleta wasiwasi kuhusu ni jinsi gani limeachwa kuendelea bila kudhibitiwa kwa miaka 18. Ukaguzi maalum Mamlaka ya Bandari Tanzania. Waandishi wa habari, wanahabari, kama nilivyofanya ukaguzi kule, pia nimefanya katika mashirika ya umma ikiwa ni Mamlaka ya Bandari Tanzania. Nimebaini upotevu wa mapato kwa kutoa msamaha usiostahili wa dola za Marekani 979,126 kwa kampuni ya saruji ya Mbeya. Tarehe 30 Aprili, management ya Mamlaka ya Bandari Tanzania ilipeleka kwenye bodi ya usimamizi maombi ya msamaha wa dola za Marekani milioni 1.52 kuombea kampuni ya saruji Mbeya kwa ajili ya wateja wake walioko Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliosafirisha saruji kupitia bandari ya Kasanga. Kampuni ya saruji Mbeya ilieleza sababu kuwa wateja hao walipata changamoto ya kukosa meli za kuja bandari ya Kasanga kuchukua shehena ya saruji iliyokuwa imeagizwa na hivyo kupelekea shehena hiyo kuharibika. Mnamo tarehe 17 Aprili 2019, kupitia azimio la bodi ilitoa msamaha kwa 100% kama ilivyoombwa. Kampuni ya saruji ilipaswa kulipa dola za Marekani 50,000 kama gharama ya utunzaji na dola za Marekani 7,226 kwa ada tu ya kuondoa shehena. Ukaguzi wangu uliangalia ukweli wa msamaha uliotolewa na kuligundua shehena ya tani 1,445.2, yaani mifuko 28,100
904 ambayo iliharibika katika bandari ya Kasanga. Ilikuwa na malimbikizo ya gharama ya dola za Marekani 543,224 iliyostahili kutolewa msamaha. Hata hivyo, maombi ya msamaha yaliyopelekwa katika bodi mnamo tarehe 14 Aprili yalikuwa dola za Marekani milioni 1.52 yakijumuisha madeni ya saruji iliyoharibika ya dola za Marekani 543,244 na gharama za utunzaji za dola za Marekani 979,126 kwa shehena zilizosafirishwa kutoka bandari ya Kasanga katika kipindi cha Januari 13 na Oktoba 17. Hizi zilisafirishwa, kwa hiyo hazikuhitaji msamaha, lakini management ikapeleka kwenye bodi ikiombea pia msamaha. Kama zilizoharibika 543,000, lakini ambazo hazikuharibika pia na zenyewe ziliombewa msamaha. Kuchukulia shehena nzima ya tani 1,443 kama imeharibika na kutoa msamaha wa dola za Marekani milioni 1.52 baada ya gharama sahihi za dola za Marekani 543,244 kulisababisha mamlaka ya bandari Tanzania upotevu wa mapato ya dola za Marekani 679,126.59. Matumizi mabaya ya fedha na uharibifu na ubadhirifu wa malipo shilingi bilioni 3.79. Hii ni mamlaka ya bandari Tanzania. Huu ni ukaguzi maalum. Jumla ya malipo ya shilingi milioni 604.77 yaliandikwa kama malipo ya zabuni mbalimbali, lakini ilibaini fedha hizo zilipwa kwa wafanyakazi wa bandari ya Kigoma baada ya kutolewa benki. Katika kutekeleza hili, maafisa husika walitumia hundi wazi zilizosainiwa kabisa kwa madhumuni ya malipo ya dharura. Malipo yote yalifanyika bila hati za malipo na viambatisho vingine. Kwa sababu mnaelewa hundi, mtu anaondoka na sign open check, utakuja kuandika figure mwenyewe. Wale wa signatories wana sign open check, wanaacha hapo. Kwa hiyo kuja anajaza na anachukua pesa benki. Jumla ya shilingi milioni 375.46 zililipwa kwa mzabuni ambaye hakuwa na mkataba wa kusambaza bidhaa zozote kwa bandari ya Kigoma kwa mwaka wa fedha 2017/18, shilingi bilioni 2.19 zilitolewa benki bila hati za malipo. Hati za malipo zilizowasilishwa wakati wa ukaguzi hazikulingana na hundi zilizotumika kutolea fedha hizo benki. Kukosekana kwa hati za malipo husika kunaonyesha walipwaji au kiasi cha fedha kilichokuwepo mwishoni mwa mwaka wa fedha 2017/18 na 18/19. Kwa maoni yangu, kiasi hicho kilitumika kwa ubadhirifu. Jumla ya malipo 81 ya shilingi milioni 355.45 yalifanywa bila hati za malipo na viambatishi vyake. Jumla hati za malipo 34 za shilingi milioni 227.19 hazikuwa na viambatishi vilivyothibitisha malipo hayo. Hivyo sikuweza kuthibitisha uhalali wa usahihi wa malipo yenyewe. Lakini kuna usimamizi dhaifu katika uhamishaji wa fedha na makadirio